Mhashamu Askofu Ludovick Minde, askofu wa Jimbo Katoliki la Moshi, Mhashamu Askofu Beatus Urassa, askofu wa Jimbo Katoliki la Sumbawanga, Mhashamu Askofu Joseph Mlola, askofu wa Jimbo Katoliki la Kigoma. Itifaki imezingatiwa. Tumsifu Yesu Kristo. Kwanza tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyempa Padre Joseph Israel Marandu zawadi ya uhai kupitia Baba Thomas na Mama Paulina. Tunawashukuru wazazi kwa kumlea na kumkuza katika imani ya Kikristo katika Kanisa Katoliki hadi akapata wito wa kumtumikia Mungu kama padre. Tunasema asante kwa shirika la kazi ya Roho Mtakatifu kwa kumpokea Joseph na kukuza wito wake hadi akawa mwanachama wao kamili kama mtawa na padre, kisha wakamtuma sehemu mbalimbali kufanya kazi ya uchungaji kadiri ya mahitaji ya shirika, kutembelea sehemu mbalimbali ikiwemo kuwa mkuu wa shirika kimataifa. Tunawashukuru wale wote walioshirikiana na Padre Joseph Israeli katika maeneo mbalimbali alikofanya kazi na mwishoni katika nyumba ya malezi ya waseminari Morogoro. Shukrani ziwaendee wale wote walioandamana naye dakika za mwisho za uhai wake, mapadre wa jumuiya alimokuwa anaishi Morogoro, madaktari waliompatia huduma na wale wote waliohusika kwa namna moja au nyingine kuokoa uhai wake. Tunawashukuru wanashirika la kazi ya Roho Mtakatifu kwa kuandaa taratibu na mipango yote ya misa, kuchimba kaburi na ibada ya mazishi ya ndugu yetu. Tunasema asante kwa mahubiri, wanakwaya na wale wote wanaohusika na maandalizi ya chakula na kwa yeyote anayehusika kwa namna moja au nyingine katika misa na ibada ya ndugu yetu. Kwenu nyote waombolezaji kutoka karibu, wote wa hapa na kutoka mbali, maaskofu, mapadre, watawa, walelewa wa seminari na waamini kutoka sehemu mbalimbali za Tanzania na watu wote wenye mapenzi mema mliopo hapa, msiba huu umegusa wote, kwani padre ni mtumishi wa watu wote. Lakini kwetu familia ya Thomas Marandu tumeguswa zaidi. Tuna huzuni, uchungu, majonzi na masikitiko kwamba hatunaye tena kaka yetu. Ni pengo kwetu. Kwangu mimi, baada ya Padre Gallus kufariki 2017 na sasa Padre Joseph, kwangu ni maumivu makubwa akilini na rohoni. Nayapokea kwa matumaini makubwa, nikijua Mungu yupo nami, nikijua ninyi mpo nami, nanyi mmetupa nguvu, kitulizo na faraja. Tunasema asante kwa ushirikiano wenu na wako kwa kufika wewe mwenyewe au kwa njia ya uwakilishi kwenye ibada hii ya misa na mazishi ya ndugu yetu. Mmetumia gharama kubwa ya usafiri na kuacha shughuli zilizokuwa mbele yenu leo ili kushiriki nasi. Tunamwomba Mungu awarudishie kwa namna yake. Tunasema asanteni kwa kutufariji kwa ujumbe kwenye simu na kupitia mitandao ya kijamii. Tunasema asanteni kwa misaada ya hali na mali kama vile salamu za rambirambi mlizotupatia pamoja na rambirambi. Kwa kumalizia, sisi tulimpenda, lakini Mungu akaona tunda lake limekuwa tayari akalichuma. Saa ya Mungu kulichuma tunda lake ni siri yake Mungu na ni fumbo kwetu. Yote ni mapenzi ya Mungu. Padre Joseph Israeli
ameelekea kwenye uzima wa milele. Kwa sala zetu na maombezi yetu tunaikabidhi roho yake kwa huruma ya Mungu. Tunamwomba amsamehe makosa na mapungufu yake, ampokee kwake mbinguni na ampe furaha ya milele. Padre Joseph Israel sasa anapatikana katika mioyo ya wale aliyowapenda, aliyowaonyesha ukarimu, aliyowasaidia, aliyowaombea, aliyowalea, aliyowatunza na aliyowatumikia. Anapatikana katika mioyo yao kwa sababu wanamkumbuka na wanakumbuka matendo yake mema. Padre Joseph anapatikana sasa na ataendelea kupatikana kwenye mioyo yetu kwa matendo yake mema aliyotenda katika uhai wake. Tuige kuyaenzi na kuyaendeleza yale mema na mazuri tuliyoona kwake, na kwa yale mapungufu na madhaifu tuliyoona kwake kama binadamu, tunaomba maadhimisho haya yawe ni upatanisho. Tunawaomba mzidi kumwombea katika sala zenu na katika ibada ya misa takatifu. Tutaadhimisha ibada ya misa takatifu kule nyumbani Kirua Roho Mrushu siku ya Ijumaa tarehe 17 mwezi wa 7 2026 saa 7 kamili mchana ili kukamilisha maombolezo. Tunawakaribisheni kuungana nasi. Ninyi nyote waombolezaji na sisi wanafamilia tumekuja kuagana kwa mara ya mwisho, na tunasema kwa heri Padre Joseph Israel, kwa heri kaka yangu, kwa heri ya kuonana. Tumaini letu libaki kwa Kristo aliye njia, ukweli na uzima. Raha ya milele umpe, Bwana. Apumzike kwa amani.